kama mwanamke wako anafanya mambo haya ninayoenda kukutajia hapa, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke uaminifu ni zero. Huyo mwanamke sio mwaminifu. Jambo la kwanza, kama mwanamke wako bado anawasiliana na ex wake, huyo mwanamke sio mwaminifu. Mwanamke yeyote anayejitambua hawezi kuendelea kuwa na ukaribu na ex wake. Hawezi kuendelea kuwa na ukaribu na mwanaume ambaye alikuwa na hisia naye. Kwa sababu cha kwanza, anajua kwamba sio salama kwake yeye kuendelea kuwa na ukaribu na mwanaume ambaye alikuwa na hisia naye. Na cha pili, anatambua kwamba haifai kwa sasa hivi yeye ana mahusiano mapya. Haifai. Haitakiwi yeye kuendelea kuwa na ukaribu na huyo mwanaume wake wa zamani. Lakini kama huyo mwanamke wako ameshindwa kukata hayo mazoea, huyo mwanamke sio mwaminifu. Bado anamtaka huyo ex wake na ndio maana hataki kukaa mbali naye. Jambo la pili, kama mwanamke wako anachati hovyo na wanaume wengine, na sio kwamba wanawasiliana kuhusu mambo ya kibiashara au mambo muhimu, ila yeye anapenda tu kuchati na wanaume wengine, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke sio mwaminifu, na ndio maana anaruhusu wanaume wengine wawe na ukaribu na yeye. Mwanamke yote anayejitambua akishakuwa na wewe hawezi kuruhusu wanaume wengine wamkaribie. Sijui kama unanielewa. Jambo la tatu, kama mwanamke wako anagawa namba yake ya simu hovyo kwa wanaume wengine, yani sio kwamba anawagawia kwa sababu kuna mambo ya kibiashara ya kujadili, hapana. Sio kwamba wana mambo muhimu ya kujadili, hapana. Sio kwamba ni ndugu, hapana. Ila yeye anagawa tu namba yake kwa wanaume wengine, huyo mwanamke sio mwaminifu. Mwanamke yeyote anayejitambua hawezi kuendelea kugawa namba yake ya simu akishakuwa na mahusiano. Kwa hiyo kama anagawa namba yake ya simu, maana yake bado hajatosheka na wewe. Huyo mwanamke sio mwaminifu. Jambo la nne, kama mwanamke wako ana mazoea sana na wanaume, huyo mwanamke sio mwaminifu. Yule anayependa kucheka sana na wanaume, anaruhusu kuwa na mazoea na wanaume wanamzoea sana, huyo mwanamke sio mwaminifu. Jambo la tano, kama mwanamke wako ana rafiki wa kiume, huyo mwanamke sio mwaminifu. Na unakuta wakati mwingine unamwambia kabisa kwamba sipendi uwe na marafiki wa kiume, lakini anakula msimamo. Huyo mwanamke sio mwaminifu. Mwanamke yote anayejitambua hawezi kuruhusu kuwa karibu na mwanaume mwingine, yani kwa namna yoyote ile, hata kama awe rafiki. Lakini mwanamke akishakuwa na mtu wake hawezi kuendelea kuwa na ukaribu na mwanaume mwingine. Kwa hiyo kama huyo mke wako ana marafiki wa kiume, huyo mwanamke sio mwaminifu. Jambo la sita, kama mwanamke wako anaombaomba hela kwa wanaume wengine, huyo mwanamke sio mwaminifu. Sijui kama unanielewa. Kwa sababu mwanamke yeyote anayejitambua anajua ana mwanaume wake. Kwa nini kama ana shida asikuombe wewe pesa? Kwa nini anawaomba wanaume wengine? Mwisho wa siku yeye kuombaomba hizo pesa itakuwa ni nini? Mwanamke yeyote ambaye bado anaombaomba pesa kwa wanaume wengine, huyo mwanamke sio mwaminifu, kwa sababu anaonyesha ana tamaa. Huyo mwanaume siku moja akimuita guest aende akachukue pesa, ataenda. Kwa hiyo ukiona mwanamke wako anaombaomba pesa kwa wanaume wengine, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke sio mwaminifu. Jambo la saba, kama mwanamke wako anafuta kumbukumbu za simu, sio mwaminifu. Na hii ni red flags kubwa sana. Yaani kama mwanamke wako uliye naye kila unavyoangalia kwenye simu yake calls sifuri, message sifuri, sijui wapi sifuri, yaani yeye muda wowote ule anapowasiliana na mtu ana delete chap, huyo mwanamke sio mwaminifu. Sijui kama unanielewa. Jambo la nane, kama mwanamke wako anatumia mitandao ya kijamii huku akiwa amejisajili kama single, yani kuna ile ukienda kwenye mitandao ya kijamii mtu anaweka details zake pale, kama mwanamke wako ameweka details kwamba yeye ni single, huyo mwanamke sio mwaminifu. Sijui kama unanielewa. Kwa sababu ameweka vile ili aendelee kutongozwa na wanaume wengine, anajionyesha kwamba yuko huru, yuko sokoni. Kwa hiyo kila anachokiposti kinakuwa ni kwa ajili ya kuwafanya wanaume wengine wavutiwe na yeye, na ndio maana ameamua kuweka kwamba yuko single. Sijui kama unanielewa. Jambo la 9, ukiwa na mwanamke muongeaji sana. Na hapa naomba tuelewane kidogo. Unajua watu huwa hamuelewi kwamba kuongea ni nini. Mwanamke muongeaji sana sio yule anayeongea sana, hapana. Ni yule ambaye anaongea vitu vibaya. Yaani yule ambaye hachaguagi maneno, yeye anaongeaga tu, anaweza karopoka mpaka vitu ambavyo havifai. Huyo mwanamke sio mwaminifu, kwa sababu unaweza kukuta akasimama hata na mwanaume akaongea vitu vingine ambavyo havifai yeye kujadili na mwanaume mwingine. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kama wewe una mwanamke muongeaji sana asiyechagua maneno ya kuzungumza,
huyo mwanamke sio mwaminifu. Simaanishi kwamba yule anayeongea sana, na maanisha yule ambaye hajui kuchagua maneno, yule ambaye hajui kuchagua stori za kuzungumza na mtu. Yeye kila stori anaizungumzia, yeye kila mada anaichangia. Huyo mwanamke sio mwaminifu. Jambo la 10. Kama mwanamke wako ana featureless 90, ana feature blue tick na ameweka disappearing message, huyo mwanamke sio mwaminifu. Sijui kama unanielewa. Mwanamke wako kama amenyoka, hana kona kona, hawezi kuwa na haja ya kuseti vitu vyote hivi kwenye WhatsApp yake. Kwa nini mwanamke wako hataki uone mara ya mwisho kuwepo WhatsApp ilikuwa ni muda gani? Kwa nini hataki uone kama amefungua message ama la? Kwa nini ana seti disappearing message kwamba baada ya masaa 24 chati zifutike? Maana yake kuna vitu vya siri ambavyo huwa anavifanya, ambavyo hataki ushahidi wake ubaki popote pale. Sijui kama unanielewa. Jambo la 11. Kama mwanamke wako akiwa na wewe huwa anaweka simu silence au anaweka vibration, hataki itoe sauti akiwa na wewe, huyo mwanamke sio mwaminifu. Kuna simu zake ambazo anahofia kwamba zinaweza zikaingia muda wowote, na ndio maana akiwa karibu na wewe anakuwa hana amani, na matokeo yake anaamua kuweka simu silence ama iite kwa vibration. Sijui kama unanielewa. Jambo la 12. Kama mwanamke wako anaongeza ulinzi wa app, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke sio mwaminifu. Yaani wewe uko na mwanamke ambaye kwenye gallery yake kuna password, kwenye message kuna password, kwenye calls kuna password, kwenye contact kuna password. Yaani hakuna sehemu yoyote ambayo uko free kuingia kwenye simu yake. Kaa ukijua kwamba huyo mwanamke sio mwaminifu. Na ndio maana amekuwa na ulinzi kupindukia. Mwanamke akishaanza kuwa na ulinzi kupindukia kwenye simu yake, inaashiria uaminifu ni zero. Kwa hiyo kama mwanamke wako anafanya haya mambo niliyokutajia, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke uaminifu ni zero, sio mwaminifu kabisa kwenye hayo mahusiano. Ndio maana ana vitu vyote hivyo.